يا حبيبي يا حبيبي بلوى ابن عمالكاني كن معي في القادري ترك سيد المختار. نم لا يستغفر للمرأة المطيعة لزوجها. Tujali ndani ya kitabu cha Taalimu al-Banati ukurasa wa 3. Hakika tulipo ni maeneo ya mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anahakikisha hakika mwanamke yule mwenye sifa ya utiifu kwa mumewe ataombewa msamaha. At-tayru, na ndege, fil hawai, walio juu kwa anga, ndege wote walio juu kwa anga wanamuombea maghfira, msamaha mwanamke mwenye sifa ya utiifu kwa mumewe. Sawa. Na kama haitoshi, walhitanu fil mai, na viumbe vilivyo ndani ya bahari vyote vinamuombea maghfira mwanamke mwenye sifa ya itaa, utiifu. Na kama haitoshi, wal malaika fi samai, na viumbe vilivyo juu ya anga, malaika wote walio mbinguni wanamuombea maghfira mwanamke mwenye hiyo sifa ya utiifu. Madama, wakati ambao damati anaendelea kuwa fi ridha zawjiha, kwenye radhi za mumewe. Akishatoka nje ya radhi, basi ule msamaha na wenyewe pia unasimamishwa na viumbe vyote hivyo. Lakini wakati mwanamke yupo na radhi ya mumewe, kwa maana ameendelea kuwa mtiifu mpaka zile radhi zikapatikana. Radhi inakuja baada ya utiifu. Mathalan, sote tutaraji tupate radhi za Allah katika amali tunazozifanya. Bila shaka tumekuwa watiifu wa kutenda kazi kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha, ama yale ambayo katukataza. Kwa hiyo utiifu ni kwenye maamuri, utiifu ni kwenye makatazo. Unakuwa mtiifu kufanya na unakuwa mtiifu kutofanya kwa yale ambayo yamekatazwa kuyafanya. Unakuwa mtiifu kuyafanya kwa yale ambayo yameamrishwa kuyafanya. Kwa hiyo utiifu uko na pande mbili, kwa maana fi'lul ma'muri au tarkul manhi. Sasa unakuta kwa yale aliyoyakataza mume kuwa hayafai kisheria, sawa sawa, ukayawacha. Mayale anayokuamrisha kufaa kwake kwa sheria ukayafanya, wewe ni muti'atun li zawjiha. Ndicho sasa kinachotokea hapa ni istighfar. Ya nini? At-tayru fil hawa, istighfar. Sawa. Ya nini? Al-hitanu fil ma'i, istighfar. Ya nini? Al-malaika fis sama. Kufana namna hii ya msamaha mkubwa ambao Mwenyezi Mungu anautangaza kwa viumbe hivi, basi unaipata wewe mwanamke maadama tifiri dha zawjiha. Wa ayyuma mraati aswati zawjiha, mwanamke yeyote atakayemwasi mumewe, atakaye kwenda kinyume na yale anayoyataka mume wake, fa alaiha la'natullah, mwanamke huyu juu yake kuna laana anaipata ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini pia na laana ya malaika wa nasi ajmai, na watu wote wanamlaani mwanamke huyu. Unaweza ukajiuliza hii laana inakaje? Ni dua mbaya. Laana ni dua mbaya, kwa maana mtu anaharibika, na pengine akiondoka katika hii dunia anaondoka katika hali ambayo si nzuri. Kwa ni dua mbaya anakuwa anaipata. Wa ayyuma mraati, mwanamke yeyote, kala hati fi wajhi zawjiha, aliyeuchukiza mume, aliyeuchukiza uso wa mumewe. Mwanamke yeyote atakayeuchukiza uso wa mumewe, kwa maana mwanamume akaonekana amekasirika na sura imebadilika kwa sababu yake yeye, sawa, nini kinatokea? Fahia fi, mwanamke huyu anakuwa kwenye sakatillahi, khasira ya Mwenyezi Mungu, ila antudhahikahu, mpaka atakapofanya kitu kitakachomchekesha au kumfurahisha ama kuirudisha hali ya furaha. Kama kuna jambo kalifanya akaudhika, basi akifanya kinyume chake akafurahi kwa lile ambalo alimkasirisha nacho, ile khasaqatu ya Mwenyezi Mungu inapomoka ile hasira.
au tastardhiyahu, au akafanya jambo atakalokuwa amempatisha ridha, akaridhika, akamridhisha kwa kile ambacho labda ilikuwa ni sababu wamegombana kwa sababu 1 2 3, maelewano ya 1 2 3, kwa sababu hali ziko katika family, lakini kile akaja akaona mwanamke, haya nimeridhia unachotaka, basi ile shughuu ya uso na makasiriko ikawa haipo tena. Matokeo yake ile sakhatu ya Allah subhanahu wa ta'ala itamuondoka yule mwanamke kwa kufanya hayo. Inshallah, acha tuweke kituo hapo, tuje tuondoke na Bi Aisha anasemaje, ya ma'ashara nisa law ta'lamna bihaqqi azwajikunna alaykunna لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن قدم زوجها بحر وجهها. Ni maneno ya Bi Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Hebu tuweke kituo hapo.